Twende pamoja kitabu cha Matendo 15 tuanze mstari 24. Kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwetu wamewasumbua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu ambao sisi hatukuwaagiza. Sisi tumeona vema, hali tumepatana kwa moyo mmoja, kuwachagua watu na kuwapeleka kwenu pamoja na wapendwa wetu Barnaba na Paulo, watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, watakaowaambia wenyewe maneno yayo hayo kwa vinywa vyao. Amen. Mjumbe ni nani? Mjumbe ni mwakilishi anayetumwa kwenda kuwakilisha uongozi au utawala fulani. Leo tutaangalia mjumbe wa shetani. Katika maisha ya kiroho na ya kawaida tuna wajumbe wa aina nyingi. Tuna wajumbe wa Mungu na tuna wajumbe wa Ibilisi. Lakini pia tuna wajumbe wa watu. Leo nataka tudili sana na hawa wajumbe ambao sio wa kimungu, kwa sababu hao ndio wana madhara. Mjumbe anapotumwa huwa analeta maneno ya yule aliyemtuma, aidha kwa sababu yule aliyemtuma anaogopa kuja, au anashindwa kuja, au ana sababu za kutokuja yeye kama yeye. Na shetani mara nyingi anafanya kazi kupitia wajumbe wake. Kwenye Mwanzo 3:1 anasema, naye nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Alafu akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo Mungu alivyosema. Huyo nyoka sio shetani, bali ni mjumbe wa shetani. Sasa hebu angalia madhara ya yule mjumbe ni sawa na madhara ya yule mkuu wake, kwamba kile ambacho shetani alitaka akifanye ndicho hicho mjumbe wake alichoenda kufanya nini? Kufanya. Lakini tuna wajumbe wengi wa shetani. Hata mara nyingine tunakaa nao, tunaishi nao, tunacheka nao, kwa sababu huwa wakitaka kutimiza kusudi la baba yao wanajaribu kutengeneza mazingira ya kufanana na wewe, lakini kumbe ndani yao wana nia ovu. Hakuna eneo linalotesa maisha ya kiroho kwa waamini kama eneo la wajumbe wa shetani, kwa sababu shetani akitaka kuharibu kitu chochote kwenye maisha yako huwa haji mwenyewe, anamtuma mjumbe. Na huyu mjumbe anafanana na wewe kwa mwonekano, lakini lengo lake ni kuharibu. Sasa mara nyingi mjumbe wa shetani kazi yake anayokuja kufanya ni kukutoa katika mwelekeo sahihi, uchepuke au ugeuke, uanze kwenda katika mwelekeo ulio kinyume na Mungu. Kama nyoka ni mjumbe wa shetani, hebu angalia madhara yake makubwa yaliyotokea mpaka leo. Alitumwa mara moja au alitumika mara moja kufikisha ujumbe wa shetani, lakini mpaka leo tunavyoongea, mpaka leo tuna matokeo ya nyoka kuwa mjumbe wa nani? Wa shetani. Kuna watu ambao mpaka leo shetani anawatumia kama wajumbe wake. Angalia, anasema, kwa kuwa tumesikia ya kwamba watu waliotoka kwenu wamewasumbua kwa maneno yao, wakipotosha roho zenu ambao sisi hatukuwaagiza. Hawa watu wamekaa ndani ya kanisa la Matendo au la Mitume, lakini baadaye wakaona hawastahili tena kutumwa, acha wajitume wao wenyewe. Kwa hiyo wakatoka, lakini wanaenda na ujumbe unaofanana na wa mitume, lakini haujanyoka kama ule ambao mitume wanahubiri, kwa sababu wao wanaenda
kukengeusha wale watu wasiwaamini tena wale mitume. Tayari wanatumika kama wajumbe wa shetani. Amen. Sasa anasema wakipotosha roho zenu ambao sisi hatukuagiza. Maana yake anaposema wakipotosha roho zenu, miongoni mwa watu waliokubali kuwasikiliza wale wajumbe wapotoshaji walikuwa ndani ya kanisa. Kwa sababu asingesema wakipotosha roho zenu, wangesema labda wakipotosha watu huko nje. Kwa lugha nyepesi, wametoka ndani lakini bado wana ukaribu na wale watu wa ndani ili kuwapotosha. Kuna watu ambao unao kwenye maisha yako, sio watu halisi, sio watu wa faida, sio watu wa baraka, ni wajumbe wa shetani. Wamekaa kwenye maisha yako, lakini wao hawamtumikii Mungu unayemtumikia, wanamtumikia shetani. Mjumbe wa shetani huwa hawezi kuappreciate au kuthibitisha chochote chema unachokifanya kwa Mungu. Huwa haoni chema chochote. Wajumbe wa shetani walipomwendea Yesu na kumkamata, Yesu anawauliza, jamani, nimekaa na nyinyi, nimewapa chakula, nimeponya watoto wenu, nimefanya mambo mengi kwenu, leo mnanijia kama mwivi na mnyang'anyi kwa mapanga na fimbo. Unajua wajumbe wa shetani walichojibu? Walisema hivi, hatutaki kujua hayo mazuri ulioyafanya, sisi tunataka neno hili. Kwa nini unajiita mwana wa Mungu, mfalme wa Wayahudi? Umeponya ni kweli, lakini haituhusu. Umetupa chakula ni kweli, lakini haituhusu. Sisi shida yetu, kwa nini unajiita? Chakula ulichonipa wala hata kinisumbui, wala sitaki kukumbuka. Mjumbe wa shetani utamlisha miaka 3, atakusahau kwa siku 3. Unajua mbwa ukimpa chakula siku 3 anakukumbuka, hata ukiondoka anakukumbuka miaka hii 3. Lakini mjumbe wa shetani utamlisha miaka hii 3, atakusahau kwa siku hizi. Kwa hiyo wako wajumbe wa kazi yao, ukifanya vizuri wanatokea, wanabeza. Ukifanya vyema wanatokea. Siku umepata mshahara ndio wanatokea, wanaanza kuleta advice. Ulishawahi kujiuliza? Nilisikia mtu mmoja ameenda benki akatoa milioni sijui ilikuwa 24-30 Karatu huko. Sasa akatoka pale akaenda akapaki gari nje, akaingia sijui sehemu akala, pesa ziko kwenye nini. Hiyo ndio siku wajumbe wa shetani wako na wao ni wapi? Kazini. Unajua ametoka kula, anakuja anafungua gari namchekea hivi, hola, hakuna choo chote. Siku zote walikuwa wapi? Wasitokee. Kumbe walikuwa wanamtimed, wanamlia rada. Wajumbe wa nani? Huwa wanatokea kipindi mambo yanaanza kuinuka. Wengi wamepoteza ndoa kwa sababu ya wajumbe wa shetani. Wengi wameacha kumtumikia Mungu kwa sababu ya wajumbe wa shetani. Biblia inasema Yezebel alituma waraka kwa mtumishi wa Mungu Elia. Alafu mwanaume Elia aliyeua manabii wa Baali zaidi ya 700, eti anakimbia barua ya mwanamke. Anakimbia mwanaume, anataka niue. Barua, hajamuona hata huyo Yezebeli, barua.